Ndugu wanahabari, napenda kuwakaribisha na kuwashukuru kwa kufika hapa leo. Pia nichukue fursa hii kwa taarifu rasmi kuwa kesho, Mungu akitujalia, tarehe 3 Machi, katika bandari ya Dar es Salaam kutakuwa na hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa matenki 15 ya kuhifadhia mafuta, ikiwa ni sehemu ya mpango mkubwa wa serikali wa kupanua na kuboresha bandari yetu kwa lengo kama lango kuu la biashara. Ndugu wanahabari, uwekaji wa jiwe la msingi unatarajiwa kufanyika kesho kama nilivyosema, na mgeni rasmi katika hafla hiyo anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ataongoza tukio hilo muhimu kwa maendeleo ya sekta ya uchukuzi na uchumi wa taifa kwa ujumla. Ujenzi wa matenki hayo unaonesha dhamira ya kweli ya serikali ya awamu ya 6 katika kuimarisha miundombinu ya kimkakati hapa nchini. Ndugu wanahabari, ujenzi wa matenki na ujenzi wa magati ambao umeanza kwa ujenzi wa gati namba 1 hapa Malindi Wafu ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa kuongeza uwezo wa bandari ya Dar es Salaam katika kuhudumia shehena kubwa zaidi. Kila gati litalojengwa litakuwa na urefu wa mita 5 na uwezo wa kupokea meli 2 kwa wakati mmoja zenye ukubwa wa takriban tani 50,000. Sasa hivi tunajenga gati moja lina urefu wa mita 500 na lenyewe litakuwa na uwezo wa kupokea meli 2 ambazo zina uwezo wa kubeba tani 50,000. Kukamilika kwa mradi huu kutaongeza uwezo wa bandari kufikia tani milioni 60 kwa mwaka, na hivyo kuifanya bandari yetu kuwa miongoni mwa bandari zenye ushindani mkubwa katika ukanda wa Bahari ya Hindi. Katika kipindi cha Julai mpaka Disemba mwaka jana, bandari ya Dar es Salaam ilihudumia tani milioni 19.9. Maana yake ndani ya miezi 6 kutoka Julai mpaka Disemba tulihudumia tani milioni 19.9 za shehena, na matarajio yetu ni kuwa kufikia tani milioni 40 itakapofikia mwisho wa mwaka 25-26. Tunategemea mwisho wa mwaka huu wa fedha tutafikia tani milioni 40. Kiasi hichi cha ukuaji imevuka malengo tuliyokuwa tumejiwekea hapo awali, jambo linalotulazimu kuendelea kupanua miundombinu hii kuendana na mahitaji ya soko. Ndugu wanahabari, serikali imeendelea na ujenzi wa matenki 15 ya kuhifadhia mafuta yatakayoongeza uwezo wa kuhifadhi mafuta kwa mita za ujazo 378,000. Tutaongeza uhifadhi wa mafuta kwa mita za ujazo 378,000. Hatua hii itapunguza muda wa meli za mafuta kukaa angani kutoka kwa wastani wa siku 10 hadi siku 3 kwa meli kubwa, hivyo kuongeza ufanisi, kuvutia wawekezaji zaidi na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Sasa hivi meli kubwa zikija zinakaa siku 10, lakini matenki yale yatakapokamilika meli zitakaa siku 3. Maana yake nini? Maana yake sasa tutakwenda kupunguza demurrage charges, harama za meli kukaa pale zitapungua. Maboresho haya yanaendana sambamba na mkakati wa kuimarisha usafirishaji wa mizigo kwa reli kupitia SGR, MGR na TAZARA ili kuhakikisha kati ya 70 hadi 80
ya mizigo yote inayokwenda maeneo yenye mtandao wa reli inasafirishwa kwa njia ya reli. Sasa hivi 90% ya mzigo unaotoka bandari ya Dar es Salaam unapitia barabarani. Hiyo maana yake nini? Barabara zetu kwanza zinakufa sababu mzigo mkubwa. Pili, kunakuwa na ajali nyingi. Tatu, kunakuwa na ucheleweshaji wa mzigo kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwanza kabisa, barabara zetu zinakufa. Pili, ajali nyote mmeshuhudia, magari yakiwa mengi barabarani, ajali ni nyingi. Na tatu, hata ucheleweshaji wa mzigo kwenda kwa wateja unakuwa mkubwa, na msongamano overall Dar es Salaam unakuwa mkubwa. Ninyi nyote mmeshuhudia, mnakaa hapo. Nasimama hapo. Lakini mzigo ukipita kwenye treni hizo MGR, SGR na TAZARA, hali itakuwa tofauti. Ndugu wanahabari, sekta ya uchukuzi imeendelea kuwa mhimili muhimu wa uchumi wa taifa kwa kuchangia zaidi ya 40% ya mapato ya serikali kupitia kodi ya forodha, pamoja na kuingiza wastani wa dola za Kimarekani bilioni 2.48 kwa mwaka kama fedha kigeni kutokana na huduma za uchukuzi kwa nchi za jirani. Contribution ya sekta ya uchukuzi ni takriban bilioni 2.48 dola za Kimarekani. Aidha, sekta hii imezalisha ajira zaidi ya milioni 3 hususan katika sekta ndogo ya bandari. Ndugu wanahabari, natumia fursa hii kuwasisitiza wadau wote wa sekta ya uchukuzi kiwemo wa TPA wa bandari, TASAC, TRC, wawekezaji binafsi na wamiliki wa malori kuendelea kushirikiana na serikali katika kuwekeza kwenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya usafirishaji ili kuongeza kasi ya uondoshaji wa mizigo bandarini na kuongeza ushindani kwa taifa letu. Kwa ujumla, hafla ya kesho tarehe 3 Machi itafanyika eneo la Mnadani, Kigamboni. Itakuwa hatua muhimu katika utekelezaji wa maono ya serikali ya awamu ya 6 ya kuifanyia bandari ya Dar es Salaam kuwa lango kuu la biashara la kikanda na kimataifa. Yote haya tunayofanya ni kuleta maendeleo ya Watanzania. Tuna imani kuwa mradi huu utachochea ukuaji wa uchumi, kuongeza ajira na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika biashara ya kimataifa. Hivyo, ninatumia fursa hii kuwakaribisha wanahabari, nyinyi wenyewe na wadau wote wa usafirishaji nchini, wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam na viunga vyake na wale wa mikoa jirani kushiriki katika tukio hili kubwa la kihistoria na muhimu kwa nchi yetu. Hey, mizigo ya meli na ndege imefika. Sasa ni rahisi. Mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, India na Marekani inakufikia kwa muda mfupi sana. Safirisha na Simba wa Bahari. Ni salama, haraka na nafuu.